Uhali gani mtazamaji wa ASAM Online TV? Nyuma yangu ni zaidi ya watoto 500 ambapo leo wanaenda kunufaika na vifaa vya stationery, ambapo vifaa hivi vitaenda kuwasaidia wanafunzi hawa ama watoto hawa wanaoishi katika mazingira magumu na watoto yatima. Hizi hapa ni juhudi za mwakilishi wa jimbo la Kijini, Mheshimiwa Badria Taima Sudi, akishirikiana vyema na taasisi ya Asalamu Foundation. Hizi ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasim. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwepo katika tukio letu hili muhimu. Ni tukio la ugawaji wa vifaa vya shule kwa watoto wetu ambao ni mayatima na watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu ambao wanapatikana katika jimbo letu hili la Kijini. Na watoto hao mayatima ni takriban watoto 451 na watoto waliosalia ambao wanafikisha idadi ya 500 ni watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Kwa hiyo tulifanya jitihada za kuongea na wafadhili mbalimbali kwa lengo la kuwasaidia vijana hawa katika kuwapa faraja, tunasema katika kipindi hichi ambacho wanaelekea kuanza shule, na wengine ambao wanaendelea, lakini ukiangalia uwezo wa familia ni mdogo katika kuhakikisha kwamba wanawapatia vifaa vile watoto wao. Kwa hiyo kwa kushirikiana mimi mwakilishi mbunge pamoja na viongozi wengine wa jimbo hili la Kijini, tumefanikiwa kuzungumza na wafadhili hao ambao wamejitolea kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Ujerumani, lakini wakiwemo Uturuki pamoja na wenzetu wa European Union, kwa kushirikiana na kampuni au kwa ile community ambayo inajulikana kama Asalam. Kwa hiyo wametupokea vizuri na walituahidi kwamba watatusaidia katika masuala mbalimbali, na kwa kuanzia wametuunga mkono kwa 100% katika swala hili la ugawaji wa hivi vifaa. Kwa hiyo takriban watoto 500 watanufaika katika ugawaji wa vifaa hivi ambavyo vinakwenda kuwasaidia katika masomo yao kwa kipindi cha mwaka mzima huu wa 2026. Kwa sababu katika pekeji ile wametueleza na tumeona sisi wenyewe kwamba kuna mabuku, kuna kalamu, kuna rangi, kuna raba, kuna penseli, kuna rula. Ni vifaa vya kila siku ambavyo watoto wetu wanavitumia wakiwa shule. Kwa sababu moja ya vipaumbele vyetu ambavyo tulivyokuwa tukivisema au tukiviahidi kipindi cha kampeni ni kuunga mkono swala la elimu. Na kwenye kusapoti swala la elimu manake kuna hatua nyingi za kufanya mpaka kufikia. Kwa sababu ukanda wetu huu umezungukwa na masuala ya bahari sana. Kwa hiyo vijana wengi ambao pengine wazee wao wanashindwa kuwanunulia vifaa au kuwasapoti katika masuala ya uniform na vifaa hivi, unakuta watoto wale wanakimbilia baharini, wanakwenda kuvua. Kwa hiyo sisi hilo halitupendezi, na tumesema tutachukua hatua mbalimbali na kuandaa mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba vijana wale tunawarejesha skuli, lakini tunawasaidia pia ulezi wazee kwa kuwapunguzia yale makali ya kuwapatia vile vifaa ili wale watoto wajisikie. Kwa sababu mtoto anapokwenda shule akimkuta mwingine anapo vifaa yeye hana, kuna unyonge fulani unaupata, na sengine unaweza pia ukafanya maamuzi hao ya kukimbia shule ukaacha kwa sababu tu hujihisi kama na wewe ni sehemu ya ile jamii. Kwa hiyo ni miongoni mwa mikakati na kukuza hii sekta ya elimu, kuondosha zero katika jimbo la Kijini. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba tunapambana kadri tutakavyoweza ili kuinua ufaulu pamoja na kuinua sekta nzima ya elimu katika jimbo letu hili la Kijini. Leo tumekutana hapa mkoa wa Kaskazini katika jimbo na shehia za Kijini, ambapo lengo kubwa ikiwa ni kuwasapoti na encourage, kuwahimiza au kuwashajihisha watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, mayatima katika nyanja za kielimu. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kimetuvutia upande huu kwamba tunaona uhitaji hasa muamko katika sekta ya elimu upo chini. Kwa hiyo tukaanza na kuangalia sehemu gani ambao ni watu ambao hawana zile fursa mbele yao, ambapo moja kwa moja tukaona na watu ambao wanaishi mazingira magumu pamoja na watoto mayatima ambao sababu kubwa kwa mahitaji ya vifaa vya skuli havifiki kwa wakati kwa wao, kwa sababu hawana baba au hawana mama au wazazi wao hawana ile kipato ambacho kinaaminika, ambacho consistency ambayo inapelekea kila anapofika mwezi wa 12 na mwezi wa kwanza aidha kutoroka skuli au kuchelewa kufika shuleni kwa wakati au kuwa na utoro, ambapo inapelekea ufaulu kudumaa au kupotea kabisa katika ile wanaita katika nyanja za kielimu.
na ninafarijika sana, na ninatoa shukrani zangu kubwa kwa dhati kwa ajili ya mbunge wetu na mwakilishi. Walituomba ridhaa yetu na sisi tukawarudishia ridhaa, kwa vile Mwenyezi Mungu hulipa kheri, wanatulipa kheri. Hali ngumu sana kwa sababu ukiisha usiku ukija wanakwambia wanataka mikoba, na kwa vile mikoba yanakuwa hatuna umiliki, lakini leo ni faraja makubwa sana iliyotokezea kwa ajili ya mayatima, na lisiwe mwisho, liendelee kwa kudumisha ushirikiano pamoja wao na si, wakituhitaji tuwahitaji, wakitutuma tutumike. Tunashukuru sana na tunatoa shukrani zetu za dhati kutufariji kwa ajili ya mabuku, maana mpaka hivi sasa kesho Jumatatu, lakini mabuku wengine hatujatimiza, vifaa vingine hatujavitimiza. Hiyo fomu nyingine moja tushapata, nyingine hatujapata, lakini kwa vile mengine washatusaidia au washatupunguzia, tunafarijika sana, na Mungu awalipe heri na awazidi kutusaidia. Pamoja na hiyo asalamu kuja petu, kuja kushirikiana nao, kutujalia kutupa hii neema ya kutufarijia watoto wetu kwa ajili ya vifaa vya masomo. Kwa kweli hili ni jambo la kushukuru sana, kwa sababu kama ulivyotangulia mwanzo kusema kwamba maisha yetu sote tunajua maisha magumu, lakini kupata mtu maana yake akija hapa kwa ajili ya kutusaidia, basi hili ni jambo la kushukuru. Kwa hiyo nitoe pongezi za dhati kabisa kwa waheshimiwa hawa kwa juhudi yao kubwa ambayo wamechukua, na sisi hatuna cha kuwalipa isipokuwa Mwenyezi Mungu ndiye ambaye atawalipa. Bali kwa vile hatuna cha kuwalipa, Mtume anatuambia kwamba yule ambaye atakufanyieni mema basi mna kila hali ya kumlipa mema, na sisi hatuna cha kuwalipa hawa, bali ametuelekeza madamu hatuna cha kuwalipa, manake ni kuwaombea dua wao pamoja na wafadhili ambao wamejitokeza kwa ajili ya suala hili. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri na ajalie jambo hili lisiwe limeanza leo likakatisha njiani, bali tunaomba pia liwe endelevu kuanzia hapa tulipo mpaka tutakapofikia mwisho, na Mwenyezi Mungu ndo atatulipa kwa mujibu wa jitihada zetu inshallah. Na mtazamaji wa ASAM Online TV, nadhani unapata kushuhudia mwanzo hadi mwisho wa ugawaji wa vifaa kwa zaidi ya watoto 500, na ambapo vifaa hivi vimeenda kugaiwa na mwakilishi wa jimbo la Kijini ambaye pia ni naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi Badria Taimasudi. Na hizi hapa ni juhudi zake kama ni mwanamke na mpambanaji. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zonkas.